mpaka mwaka juzi, miaka miwili ya nyuma ile, ilikuwa jumla ya watu, miaka mitatu hii, jumla ya watu 8675 walipata education, lakini walikubali kuwa screen kwa miaka mitatu kabla ya mwaka jana walikuwa tumia tu. Lakini sasa hivi tunazungumza mpaka mwaka jana jumla wamekuwa screened watu 662. Kwa hivyo kuna tofauti ya karibu watu 500 wameongezeka, yani mwaka jana watu wengi zaidi wamekubali kuwa screened. Si jambo kubwa kuwa screened, lakini ni watu kwa wanaogopa kusema kweli kwamba kwa screened, wengine wanaogopa kwa sababu tofauti. Mwingine anaogopa kwa screened, anaogopa result za screening, nikija nikiambia naumwa je. Lakini mwingine anaogopa kwa sababu tabia yetu wa Zanzibar wanaanza kufikiri naenda kwa screened mbele za watu, si jambo ambalo limo katika culture yetu. Ingawa napenda kuhakikishia watu kwamba wakati wa screening wana screen madaktari na ni watu ambao ni sana kama umekwenda hospitali, na mazingira ya screening nao ni mazuri kwa sababu watatumia basi ambalo liko maalum kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo. Kwa hivyo faragha ipo ya kutosha, na vijana mara hiyo wamekuja na kampeni mpya, maneno yao wanasema usiogope kupima, ogopa kuchelewa. Kama tunavyosikia, usiogope kupima, ogopa kuchelewa, kwa sababu ukiwa utapima mapema ni kwamba hali ikionekana ni kwa breast cancer, kumbe inatibika. Ikipatikana ikigundulika mapema inatibika, na kwa watu wengi ambao tunao ambao wamethibitisha kwamba wao sasa hivi wako wanaendelea na hali za maisha yao ya kawaida kwa sababu ya kugundulika mapema. Inasikitisha kuona watu wanachelewa kuja kwenye kupata matibabu, na wengine bahati mbaya wanakufa na wanaacha watoto wachanga, wanaacha family. Ni tatizo kusema kweli, lakini ndio maana awareness inakuwa na umuhimu wake, na ndio maana hao vijana wakwenda kwa vijana wenzao, na tunavyoamini kutokana na wao habari zinafika na majumbani. Kwa hivyo awareness inakuwa ndani ya Zanzibar. Lengo yani tukienda kule katika skuli tofauti tutakachokifanya ni kwamba kwanza tutahusisha mjadala kuhusu saratani ya matiti, na pia tutatoa kama vipindi vya maswali na majibu, plus katika ambao best student ambaye atakayejibu vizuri pia atapewa zawadi. Na kitu kingine pia na one of the dhamiras ya mwenzangu pia kataja dhamira, lakini kitu kingine pia tunataka kwamba tujenge jamii ambao una uelewa wa afya na pia kinachothamini kinga sana. Ndo tunaona kwamba societies yetu hawajui kuhusu mambo ya afya sana. Kwa hiyo kulingana na takwimu ambazo tulizonazo, wamepitia skuli 10 za serikali na skuli za binafsi. Hii inaonyesha kwamba hii taasisi ipo pamoja na wizara ya watoto wote wa serikali na skuli binafsi wote ni wa serikali. Kupitia hii kampeni ya saratani ya matiti, wanafunzi kutoka ngazi ya msingi, wengine wapo na sekondari, katika kuhusisha hili tunahitaji zaidi tuongeze na hii idadi kubwa ya skuli. Sawa, tuko pamoja na tunalifurahia hili, na zaidi hii awareness tunavyoiomba si lazima kupitia kwa walimu tu, hata na wazazi wa wanafunzi, ndio jamii, kwa sababu mtoto anawezekana akaelewa kwao akasema, lakini mzazi akawa haelewi. Wizara kama wizara ina kamati za skuli kupitia skuli zao, kwa hiyo tuandae labda kupitia zile kamati, tuwaite wazazi, tuandae na wao hii taaluma, isiwe kwa wanafunzi tu. Uelewa huu kama tunavyosema hapa, mwezeshaji alisema kwamba tatizo si kwa wanawake tu, kuna watoto wa kiume, jamii nzima. Kwa hiyo utapopatikana kamati itakuwa ni wao mabalozi wengine kutoa elimu katika jamii husika.